Mpendwa, sasa unatazama KKKT, Dayosisi ya Morogoro. Usisahau kushare, kulike na kucomment. Mungu akubariki sana. Nyosha tu. Yafike kwako moyo uliopondeka, hutazarau kiu yangu, haja yangu, nifanane nawe, nifanane na maombi yangu, maombi yangu yafike kwa moyo utazarau kiu yangu, haja yangu, nifanane nawe, nifanane nawe, maombi yangu yafike kwako, moyo uliopondeka, sikukuu ya kumkiri Mwokozi, moyo umejaa tele, kunyamaza hauwezi. Rudia tena. Ni sikukuu, siku ile ya kumkiri Mwokozi, moyo umejaa tele, kunyamaza. Rudia tena. Ni
siku ile ya kumkiri. Msaidie huyo, msaidie huyo, msaidie. Rabo shata. Abudu tu. Funika macho yako, nyosha mikono juu. Iko nguvu ya ajabu mahali hapa. Rudia tena. Ni siku kuu, siku ile ya kumkiri Mwokozi. Usinyamaze. Usinyamaze. Mwambie Bwana ni siku kuu. Mbii zangu kukesha macho yako, nyosha tu mikono juu. Ukiona uwezi, nguvu zimekuzidi, piga magoti. Iko neema ya ajabu iko mahali hapa. Iko neema ya ajabu iko mahali hapa. Mungu anaanza kusikia vilio vya watu. Mungu anaanza kusikia machozi ya watu. Mungu anaanza kusikia maumivu ya watu. Hatujaanza neno, lakini Bwana anaanza kusikia machozi. Bwana anaanza kusikia. Bwana anaanza kusikia. Rabashata zakataya. Rikoshete zebe. Riba shanda rabo. Rika sata sabataya. Robo shata zaka. Riba shete seke. Raba shanda rabo. Reko shete zebebebe tayaba. Riba shata zaba. Rika sata zaba. Robo shanda raba. Robo sete seke. Raba shanda raba sata. Rika sata zabandara. Robo sete seke. Raba shanda rabo sete seke. Riba baba sata zaba. Nyosha tu mikono yako juu. Nyosha tu mikono yako juu. Bwana anakuhudumia. Bwana anakuhudumia. Jehova anakuhudumia. Jehova anakuhudumia. Tayari. Naiona neema ya Bwana. Naona malaika wa mbingu. Naona malaika wa mbingu. Wanasema leo ni zamu ya Yerusalemu. Sitapita niwaache. Sitawaacha. Leo ni zamu yako. Yao. Manase waambie. Leo ni siku yangu kwa ajili ya wana wa Yerusalemu. Leo ni siku yangu. Kaya miguu hizo zinakamata. Malaika wa mbingu. Msaidie huyo mama mtoto. Raba sata zaka. Riba sanda rabo sete. Ziba tayaba. Robo sanda raba. Rika sata. Kuzimu sikia. Chochote ulichokifanya. Haya, achia.
Moto unapita, moto unapita, moto unapita, moto unapita, moto unapita, moto unapita, moto unapita. Saidia watu mpaka kule nyuma. Endelea. Chochea. Disaya Bwana. Nyosha mikono yako juu. Rabasata zakataya ribondere masete zibatayaba roko sataraba. Bwana apite kiti kwa kiti, Bwana apite kiti kwa kiti, Bwana apite kiti kwa kiti. Achia inafsi, iachie. Achia. Haya, iachie. Achia. Hiyo roho ya kuzuia. Achia. Moto unapita. Piga kelele na utoke. Isaya wewe kuteketea. Fire. Achia inafsi. Achia kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Tazaka rebochete zeketaya rimandarabashete zibotai. Ni moto kanisa zima, 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 ni moto. Ni moto, ni moto. Achia inafsi. Nasema iachie. Fire. Achia inafsi. Iachie kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Achilia moto. Kanisa zima ni moto. Kanisa zima ni moto. Kanisa zima ni moto. Kanisa zima ni moto. Robo shetezeke rima shandaraba robo satazaba rika sataraba shata robo setezeke riba shandarabo sete zikatayaba rebe setezeke rabo shandaraba ribabo satazakataya azaba. Hallelujah. Pigwa kila pote mlizobisha, kila
tunachomoa, 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 tunachomoa kwa jina la Yesu. Moto unapita, moto unapita, moto unapita, moto unapita. Naachilia moto, naachilia moto, naachilia moto, naachilia, naachilia moto, naachilia moto, 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 moto. Yes, 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 yes. Baba, Yeah. Yesu wetu, Ziko hapa hapa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Yes, yes. Basha zakatayaba robo shete seketaya. Nyosha tu mikono yako huko mbele, nyosha tu. Rekeshete sebe ribashata zabataya rabo shanda rabasata zikatayaba. Jeshi la Bwana, Bwana, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu tunaachilia, tunaachilia moto, tunaachilia moto, tunaachilia moto, tunaachilia moto, tunaachilia moto, tunaachilia moto. Ziko nasi hapa, nguvu zako ziko kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Mungu wa mbinguni na Mungu wa rehema, tunakushukuru kwa sababu unatupenda, haujatuacha, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Amen. 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 Mpe Bwana makofi. Amen. Fungua Biblia yako wa 20 Luka mlango wa 20 mstari wa 2 na wa 3. Ukipata sema amina. Tumepata wote. Ukishapata sema amina. Nataka tusome wote kwa pamoja. Umeshapata? Amen. Mstari wa 2 na wa 3 tunasoma wote kwa pamoja. 1, 2, 3 twende. Imesema 20 mstari wa 2 na wa 3. Kutoka 20 mstari wa 2 na wa 3 twende. 1, 2, 3. Hapana, kutoka 20, kutoka 20, kutoka 20 mstari wa kwanza 2 twende kwa pamoja. Rudia tena. Ya mara ya sababu nataka nimsimamishe mtu mwenyewe. Twende. Si tumeshika
wote kichwani, nikikwambia useme turudie mara ya mwisho. Amen. Naomba ukae. Bwana asifiwe sana. Kichwa cha somo kinasema hivi: madhabahu na nguvu ya madhabahu kwenye sadaka. Madhabahu na nguvu ya madhabahu kwenye sadaka. Turudie wote. Amen. Funika Biblia yako, kaa, tulia sasa, nisikilize. Bwana asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Familia ninakayotoka mimi ina matatizo aina mbili. Matatizo aina ngapi? Wakati mama anabeba mimba ya kwangu mimi, alikuwa ameshaamua hatazaa tena. Kwa hiyo mimi na aliyetangulia 7, na mimi nilipokuwa mkubwa nilikuwa natamani kujua kwa nini mimi na ndugu zangu tulipishana miaka mingi. Nibadilishie hii maiki. Kwa hiyo nilichoambiwa, mama akaniambia baada ya kupata watoto watatu, niliamua sitaendelea kuzaa tena. Bwana asifiwe. Kwa hiyo mama akasema aliamua hatazaa tena. Siku moja akakutana na dada yake. Dada yake akamwambia, mdogo wangu, jitahidi uzae mtoto mwingine. Ndani ya tumbo lako ninaona mtoto wa kiume atakayeitwa Heriameni, ambaye ni jina la baba yetu mzaa mama, yaani kwa maana ya babu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo mama akachukua hatua. Babu mzaa mama alikuwa na wake 5. Wake wangapi? Wake wangapi? Wake wangapi? Ni wachache hao au ni wachache? Alikuwa na wake 5. Alafu babu mzaa baba alikuwa ni mchawi, alikuwa mganga wa kienyeji. Ukiambiwa uchague sehemu ya kurisi, hapo unarisi wapi? Watu wa Yerusalemu, unarisi wapi hapo? Mbona kuna wengine walisema bora kwenye wake 5? Sasa wakati mama amebeba mimba, babu alishatamka kwamba wewe mwanamke hutakaa tena ubebe mimba. Watoto 3 uliozaa wanatosha, hutazaa tena. Na neno hili mama alilisikia kwa masikio yake kwamba haruhusiwi kuzaa tena. Mama akapata mashaka, nikibeba mimba nitaenda leba, ninaweza kufia leba. Kwa hiyo kinakachofanyika, acha niishie kwenye hawa watoto 3. Bwana asifiwe. Wakati anamwambia namna hiyo mama anakutana na dada yake. Dada yake anamjaza ujasiri, anamwambia ndani ya hilo tumbo kuna katoto ka kiume, beba mimba nyingine. Mwambie jirani yako, unaelewa hapo Mama ana taarifa ya baba mkwe, usizae tena, na amefunga tumbo. Mama ananiambia dada yake alishika tumbo, akamwambia mdogo wangu, nenda kabebe mimba na ubebe mtoto wa kiume na ataitwa Heriameni. Maneno yana nguvu sana hayo.
kiapo cha babu alichoapa kikawa kimetenguliwa na mwanamke mmoja jasiri aliyeona ndani ya tumbo la mwanamke yuko mtoto. Alipotamka, tumbo likafunguka. Baada ya muda, babu anaona huyu mwai yuko kwenye nyumba, lakini kitumbo kimeanza kutoka. Akamuita akamuuliza, ni nani aliyekuruhusu kubeba mimba wakati nilishasema hutazaa tena, watoto 3 wanatosha? Mama akamwambia, mimi sijui. Babu akaingia vita. Akaingia nini? Si alishasema asizaliwe mtoto mwingine. Sasa mama si amebeba mimba. Mtoto wa kwanza sisi ni wa kiume, jina la upande wa baba. Mtoto wa pili wa kike, jina la upande wa nani? Wa baba. Mtoto wa 3 wa kike, jina la upande wa nani? Upande wa nani? Kwa hiyo haka kakija ka kiume kanakuwa upande wa nani? Wa upande wa nani? Babu akiwa amekaa kwenye tunguri zake anazichekecha, anazungumza nazo. Tunguri zikamwambia hivi, usimzuru huyo mtoto alioko tumboni, kwa sababu ndio tuliyomwandaa umkabidhi vibuyu vyako. Kwa hiyo usimzuru, usimuue, huyo ndio mrisi wako, amebeba neema kubwa. Babu kwa sababu ni mchawi akazama ndani ya tumbo, akatazama kitoto kilichoko ndani ya tumbo, akaona nyota yenyewe, akasema haka kana nyota kuliko ndugu zake wote, kuliko wajukuu wote, haka katanifaa. Na kuzimu ikamhakikishia, haka nika kwako, utakakabidhi uchawi mapema. Tikise mwenzako, mwambie upo hapo. Vita imeisha haijaisha hapo? Vita imeisha haijaisha? Vita imeisha haijaisha? Mwambie jirani yako, madhabahu. Madhabahu. Unajua kuna watu wako hapa hawaruhusiwi kubeba mimba. Kuzimu ilishakata rufaa, ilishatamka kwamba kwa sababu unaomba sana mama mwisho, na umeingia kwenye hii familia na unaomba sana, na sisi kwenye familia hatutaki waombaji, hilo tumbo tunazuia asiingie mtoto. Lakini nina habari njema siku ya leo, ziko madhabahu zitapasuka na machivu yatatokea, na Bwana atatukuzwa, na Bwana atainuliwa. Hata kama walikataa, wacha Mungu wa Israeli leo akatamke neno, tumbo likatikiswe, likatikiswe, likatikiswe. Mayai yakakomae, mayai yakakomae, watoto mapacha wakatoke, wakatoke, wakatoke. Kwa hiyo babu akaambiwa na mizimu. Babu alivyocheki nyota akaona haka kananifaa, kana nyota nzuri haka kuliko ndugu zake, kuliko ndugu, haka ndo karisi. Na iliyomwambia ni madhabahu, yaani madhabahu ya kwake ndo imemtamkia. Babu anaacha kuiamini madhabahu, anaacha kuiamini. Vita ya kwanza Bwana ameshinda. Ameshinda kwa namna gani? Mimba haitazuriwa ikiwa tumboni. Babu analazimika kutoa ng'ombe na mbuzi, kumwaga damu ili hiki kitoto tumboni kilindwe, ili hiki kitoto tumboni kilindwe, kisiugue, kisitoke kabla ya muda, mimba isitoke. Kwa hiyo babu akaachilia dume la ng'ombe, akachinja, akasema hii ni kwa sababu ya mtoto anakaye kuja, anakaye kwenda kurisi mikoba yangu. Wewe fikiria niko hivi na hasira hivi, ningekuwa mchawi ingekuwaje? Fikiria hivi hivi unaogopa kuja kunisalimia, alafu ningekuwa nao, alafu nisogelee, ningekuacha salama? Bwana asifiwe. Haleluya, haleluya. Mama akaenda vizuri, mama akajifungua katoto ka kiume. Umeelewa eh? Unabii wa mama mkubwa umefanyaje?
Na jina alilolitoa limefanyaje? Jina la upande wa wapi? Upande wa wapi? Babu mzaa baba ameambiwa nini? Anakaezaliwa ndio mfalme, ndio unakemkabidhi vibuyu. Maana yake ni nini? Lazima babu ampe jina. Umenielewa vizuri? Kwa hiyo kuna jina la kwenye wake watano, alafu kuna jina la kwenye wachawi na mganga. Umenielewa vizuri eh? Mama alivyojifungua, babu akapata taarifa, mzaa baba, hawa baba wako wana nguvu, wana nguvu. Baba mkwe. Mabinti mlioolewa wanaonea huruma. Baba mkwe ana nguvu. Anaongeaga mara hii. Akamwambia mama, niletee huyo mtoto, ninahitaji kumpa jina, lakini niletee pamoja na kitovu kitakapokatika. Elewa vizuri eh? Apeleke mtoto na nini? Unajua uko hapa, kitovu chako kilishatolewa sadaka. Upo hapa. Hii si imepita rasharasha. Mvua si hiyo inakuja. Wewe tulia tu, mvua inakuja. Hii hapa tulikuwa Mungu, Yesu alikuwa anaangalia mitambo yake kama iko nini? Sawa, ili malaika wazunguke. Ili kama kuna mchawi hapa pia asitoke. Kwa sababu hatuwezi kuwa na ibada tunakuja kusali alafu na wachawi wanakuja kusali. Hiyo haiwezi kuwa ibada. Msubiri mimi siku sipo. Yaani tunakuja ibada alafu na mchawi anakuja. Mchungaji akisoma liturujia akosee, vyombo vizime, alafu wewe uko hapa, alafu tukuache, tukuchekee tu. Ninakwambia hivi, leo itakuwa ni mwisho wako. Hatuwezi kusali. Yaani kapu moja tutupie sadaka na wachawi. Mwenyekiti wa fedha kweli. Yaani umeunga foleni unatupia, alafu na mchawi ameunga foleni anatupia kwenye kapu hilo. Alafu tunasema anaelea anakwenda na yeye anarukaruka. Hiyo haikubaliki. Acha Bwana amkamate, apige hizo madhabahu zisambaratike. Sasa mama akaambiwa tuletee mjukuu na kitovu. Mama akabeba kitoto chake straight kwa baba yake. Umeona vita hiyo eh? Ameitwa na baba mkwe, anapeleka mtoto kwa baba yake. Umeiona vizuri hiyo eh? Babu ana taarifa kwamba kana kako zaliwa haka ndio utakakabidhi uganga na uchawi. Umenielewa vizuri? Kwa sababu kamesha angaliwa nyota iko vizuri. Babu hakukagusa, alikatolea sadaka ili kalindwe kakiwa tumboni. Kwa hiyo wachawi walivyokuwa wanawanga, babu alikuwa anazunguka ananilinda. Anasema haka nitakakabidhi nini? Yaani na maana babu huko kuzimu akinitazama saa hii, anatamani afufuke aje hapa Yerusalemu. Bahati mbaya ni kwamba ninamuona anaendelea kuungua. Hana ujasiri wa kutoka huko alipo. Anaendelea kupigwa huko kuzimu. Moto unaendelea kumwakia. Mama akapeleka mtoto kwa babake. Babake akamwambia hivi, mwanangu, mimi nilikosea sana. Huyu mjukuu wangu mmempa jina langu, ila asirisi tabia zangu. Hamjaelewa. Nimesema hivi, mwanangu, mimi nilikosea sana. Huyu mjukuu mmempa jina langu, ila ninakuombea asirisi tabia zangu. Chukueni ili kondoo mumchinjie ili kuthibitisha hilo nini? Jina. Kondoo. Mama akachukua kondoo akapeleka kanisani kwenda kutoa sadaka ya kukomboa jina.
Umeelewa vizuri eh? Vita haijaisha hapo eh? Vita haijafanyaje? Vita haijafanyaje? Bado mbichi. Babu mzaa baba anajilaumu, ni bora ningeua akiwa tumboni huyu. Nimeshapewa jina, imeshatolewa sadaka ya kondoo, nimerudishwa. Babu anasema, we mama umekataa kumleta mtoto wangu, fungasha kila vilivyo vyako, nenda kwenu. Akarudi kwao. Kwa nini? Madhabahu alizopo haziruhusu anakachokifanya. Madhabahu alizopo zinapingana na anakachokifanya. Madhabahu zimeshatoa sadaka kwa ajili ya kinakachokuja. Kimezaliwa, Bwana amefanya bypass. Mama akarudishwa kwao. Fika kule, anazungukwa na mama zake hao. Wakafanya babu kila aina ya uchawi. Unajua mimi paka jana nilikuwa napigana vita. Yaani paka jana mimi ndo nimejua mimi nikifa wala msilie. Yaani mkisikia nimekufa ni Mungu amenichukua. Ila sio mwanadamu. Yaani ukisikia Manase amelala, toeni shukrani ya pekee, sema Mungu tunakushukuru kwa maisha. Wala usitoe chozi kabisa. Kwa sababu hata kuwa mwanadamu Mungu amethibitisha kwamba hata kuwa mwanadamu. Manase, popote unakapokanyaga, baba yako nipo na wewe, ninakulinda. Wamejaribu wengi kukuua toka umezaliwa mpaka leo hii siku ya Jumamosi ya tarehe 31, ninakulinda. Hata sasa hivi kuna watu wako kwa waganga wa kienyeji, wanaita nafsi yako, wanashindwa. Niko na wewe. Kwa mimi hamna mchawi ananiweza, hayupo. Inatangaza, yani kama yuko hapa ajaribu. Ndani ya mkoa huu wa Morogoro na nje ya mkoa huu wa Morogoro na Tanzania. Jina langu wanalo, wanakaa nalo vikao, wanaandika na minutes, wanakubaliana na wanatumana. Ikifika saa ya kutumana, wakifika karibu wanaambiana, hapo usijaribu. Babu akaleta vita. Kagongwa, mechi ikawa imeisha. Mama akabeba mwanae mgongoni, karudi kwa mume wake. Hujanielewa? Babu akagongwa na gari, akafa. Kwenye mazishi, mama akabeba mwanae, akaenda kwenye mazishi. Alivyomaliza mazishi, akaenda nyumbani kwake. Mechi ikawa imeisha. Yaani hamna hata cha vikao. Bwana asifiwe sana. Shida yako ni moja, hujui hata madhabahu za kwenu, lakini unashiriki. Unasema, mimi mtumishi sijawahi kushiriki. Sikiza nikwambie. Wanafikaga sehemu wanasema, huku nyumbani kuna sherehe. Unasema siwezi kwenda, niko busy na kazi. Wanasema tuma mchango. Si unatumaga mchango Ukishatuma mchango, wakisha chinja, wakati wanachinja, wanakuwa na yale majina. Kama unabisha njoo na ushahidi, si tunao ushahidi. Wanachukua yale majina yote waliotoa. Wanasema Manase ametoa 50,000, pokea sadaka yake. Ni ng'ombe inachinjwa hiyo, ni damu inamwagwa hiyo. Devota ametoa 20,000, pokea sadaka yake. Mwisho ametoa 40,000, pokea sadaka yake. Yani wanataja yale majina yote wakati ng'ombe inafanyaje? Inachinjwa. Wakishamaliza, supu ikisha tengenezwa, wakati wanaenda kuweka kwenye makaburi ili mbwa ale, ila wanasema ni mizimu imekula, wanaenda na majina. Supu iko juu,
karatasi iko chini yenye machina. Kwa hiyo wewe uko mjini unasema mimi mambo ya mitambiko sishirikigi kabisa, lakini tukikuombea mapepo yanasema huyu ni wa kwetu, amekula vya kwetu. Hapo lazima usiseme amen, lazima utulie, kwa sababu si umeshiriki, umekula. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Wengine mmeingizwa kwenye mikataba wakati mnazaliwa. Tulikuwa tunamwombea mtu jana, sitamtaja, alikuja nyumbani. Mizimu inasema real. Unajua mimi sitaki mifano ya mtu. Mizimu inasema hivi, ina uwezo wa kumuona huyu mtoto hapa ataolewa na nani huyu. Yaani ina uwezo wa kuona. Kwa hiyo kama inamuona kijana atakaye kuja kumuoa huyu atasumbua, inapandikiza vitu hapa mapema. Alafu anakuwa mizimu inahakikisha wanatafutana na inaweka mazuio kwa huyu mpaka waje wakutane waoane. Umeelewa? Wakisha oana, mizimu iliyowekwa kwa huyu inaambiwa tekeleza majukumu tuliyokupa. Inamaliza mapema kabisa hiyo kazi, inapandishwa na cheo. Sasa kule nyumbani kwenu kule, au kule ulipoolewa, si unajua kuna vitu vyao si unajua hiyo? Si unajua vipo? Bahati mbaya wewe rafiki yangu vuguvugu. Yaani unaomba ile ya kukemea, ukisikia kitu kama upepo umepita mbele yako unafungua macho. Unasema ni nini hichi? Asante Yesu. Afu uombi tena. Unajifunika na shuka kabisa mpaka kichwani. Joto kali lakini wewe unajifunika. Ukisikia kitu kinapita kwenye bati huko unasema Mungu wangu, Yesu nisaidie. Hutoki kwenye shuka. Ukitoka kwenye shuka ukiwasha taa haizimi hiyo mpaka asubuhi, umeme unaenda tu. Amka uombe uvunje, hapana, utaki. Sasa bahati mbaya wengi wenu mna tuition, sema tuition. Tena unaijua vizuri? Si kuna walimu hapa, mpunga mkono walimu. Si tuition unaielewa vizuri? Tuition ni hii. Asubuhi uko Yerusalemu unatoa bahasha, mchana unaenda tuition kwa nabii na mtume, ndio inaitwa tuition hiyo. Unasema pale kwetu bwana, wingu silielewi, ngoja niende kwa mtume na nabii. Ukifika kwa mtume na nabii unaambiwa hapa ni patakatifu, vua viatu. Unaambiwa toa na soksi. Unatoa na nini? Alafu unakanyaga. Unaambiwa Bwana amesema wewe ni kuhani, lete 500,000. Unajua kuna watu wako hapa wamekopa na wametoa sadaka. Wako hapa. Acha nikueleze ili upone. Wako hapa. Walienda kule wakaambiwa lete 500,000 kwa sababu hutamaliza wiki. Ameenda amekopa, amepeleka 100,000 ngapi? Hizo ni sadaka zinakazotolewa kwenye madhabahu zisizoeleweka. Nataka nikwambie hivi, baba mchungaji hapa akiwa na vibuyu vyake akaviweka hapa madhabahuni, wewe ukaleta sadaka ya shukrani, akasimama hapa akaachilia baraka. Anayeachilia baraka sio yeye. Madhabahu za kwake alizoziweka za kiganga na kichawi ndio zitakazokuwa zina uwezo wa kutamka. Na ndio maana dunia ya leo watu wanatoa sadaka, baraka wazioni, neema hayapaioni, majibu ya maombi hayo hawayapati.
Wewe si shahidi? Si shahidi? Ukitoa sadaka kwa moyo, yani moyo wako kabisa ukakusemesha toa sadaka, ikichelewa kuleta majibu ni miezi hii. Lakini nataka nikuhakikishie, ikiisha miezi miwili, jiambie tu moyoni, aidha nilipeleka kwa mganga wa kienyeji, na nakwambia, au niliyempelekea hajaniombea. Lakini ukiileta sadaka kwa moyo, kwani kwa waganga mkienda mnaambiwaje? Hebu punga wale ambao wamewahi kwenda kwa waganga, hutanyoosha, najua hapo pa ugumu. Hebu punga ambao wamewahi kwenda kwa mganga. Yani mnadanganya pele ya msalaba huu wapi? Kwani kwa mganga anakuambiaje? Si anakuambia ona picha yake hii, si ndio yeye? Chukua kisu mtoboe. Si unaitiwa pale pale? Si unakuwa umeshatoa sadaka? Au anamuitaga ukiwa hujatoa chochote? Yaani hujaenda na kuku wala mbuzi, amuite tu. Wewe subutu. Sadaka ya kutoka moyoni na uliodhamiria lazima ilete majibu. Isipoleta, jiambie moyoni, mimi sikutoa sadaka, nilitoa mchango. Unasema unajuaje? Mimi sina watu wananipaga, najua zinaponipa shida. Zinanipaga shida. Yaani nikipokea naweza kujiuliza, hii ina usalama kweli? Ina usalama kweli? Sasa unafika madhabahu nyingine unaambiwa 300,000. Yaani unatajua kabisa kiwango 300,000. Unauliza ya nini? Mafuta. Kuluga yenyewe 300,000 haiishi. Mbona unanitajia 300,000 mpendwa? Sadaka ya dume la ng'ombe. Sasa ukikutana na unaambiwa lile la kisasa, wahubiri walo wanajua hili ni la kisasa, anakuambia lile la kisasa kubwa, lile linaloitwa fahari. Shilingi ngapi? 2,000,000. Unazama benki hapo kuchukua mkopo. Bwana asifiwe. Kwa hiyo wengi tumetoa sadaka kwenye madhabahu. Na wala tusidanganyane. Jana tulipokuwa tunaomba, wenzangu wanakumbuka, Mungu alizungumza na sisi, akasema kitu kigumu sana. Akasema watu wengi niliwaita kufanya kazi yangu, ila wameniacha, wameenda kwenye njia zao. Biblia haisemi hili neno? Anasema wengi nimewaita waje wanitumikie, wamenitumikia kwa muda mfupi, wamefuata njia zao mbaya, wameniacha, hawako na mimi. Sasa wako wapi? Wewe unajua. Mistari tuliyosoma inasema mimi ni Bwana Mungu wako, usiwe na miungu mingine. Mimi ndio niliyekutoa wapi? Fikiria kijamaa kama mimi, Mungu ananilinda, ameruhusu mpaka waganga wa kienyeji wanilinde nikiwa tumboni. Alafu nikosee kidogo, namna nimeshawapiga namna hii. Nataka nikwambie, mtaokota nyama muende mkazike. Yaani mimi nikikosea kidogo tu, jamaa wanasubiri. Wanasema huyu, watu waokote nyama, hata picha wasio. Tunapeleka sadaka kwenye miungu ambayo sio, na sisi wenyewe inawezekana tunajua au hatujui. Wangapi wanatumaga hela nyumbani? Mpunga mkono. Sijasema kutuma ni vibaya. Wangapi unatuma nyumbani? Afa anasema hii ni ya sikukuu. Kwani unajuaga inafanyia nini? Hiyo sadaka ulipata muda wa kuiombea, hiyo hela ulipata muda wa kuiombea. Kukumbushe kwenye maisha, angalia, mimi kwenye familia yetu
kwenye familia yetu. Wazee hakuna, yani mimi ni mmoja ya wazee. Sijui unanielewa vizuri? Mimi ni moja ya wazee, yani wakiitwa wazee wenye hekima na mimi nimo. Sasa uone wewe uko una shida huo. Uone wewe uko una shida. Bwana asifiwe. Kwa nini? Kuzimu imeshadai na imeua wote. Na inaua kwa utaratibu. Inaanza mkubwa kwenda mdogo kwa kanuni kabisa. Likufa baba, akafuata mdogo wake, akafuata mdogo wake, akafuata mdogo wake. Ilipomaliza ikaingia kwa wake zao. Ikapiga. Ilipomaliza ikahamia kwa mtoto wa kike. Ikapiga, ikamaliza. Tumebakia vijana, ndo tunaitwa wazee. Kwenye ule ukoo wenu wazee wako wangapi? Wako wangapi? Inawezekana wewe uko hapa unaitwa babu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kwa nini? Wazee wameisha. Ni kwa sababu gani? Mungu wa kweli anahubiriwa. Kwa zile madhabahu zinaendelea kuvunjika, zinaendelea kupasuka, zinaendelea kukosa nguvu. Lakini viko vitu vilifanyika na babu zetu, viko vitu vilifanyika na baba zetu, na vikaachia uasi, vikaachilia uharibifu, vikaachilia magonjwa. Ndio hayo yanatutesa. Mtoto mdogo pressure. Akitishiwa tu kidogo anahamishwa. Inasoma 240 kwa 110. Analazwa. Mume wake akichelewa tu kurudi nyumbani, pressure inapanda. Alafu anasema hii pressure yangu. Hii pressure ameigongea muhuri kwamba ni ya kwake na yuko tayari imtese. Bwana asifiwe sana. Mungu yuko hapa leo kwa ajili ya kupambana na hivyo vitu. Mungu yuko hapa leo kwa ajili ya kutengua hizo madhabahu. Mungu yuko hapa kwa ajili ya kuharibu kila kitu. Mungu yuko hapa kwa ajili ya kuvunja hizo madhabahu. Mungu yuko hapa ili kuharibu. Mungu yuko hapa ili kuruhusu muishi miaka mingi. Mungu yuko hapa ili kupambana na huyo adui yako. Ninatambua kuna watu wameomba alafu hawana majibu. Acha leo Mungu awape majibu. Mwanadamu hawezi kumpa mtu majibu, ila Mungu aliye hai anaweza kutoa majibu. Na yuko hapa kwa ajili ya kutoa hayo majibu. Ukimtegemea daktari, daktari atakwambia kwa mujibu wa vipimo. Ukimtegemea daktari atakwambia kwa mujibu wa utaalamu wake. Tunataka utaalamu wa kimbingu, ule wa Adam na Hawa, aliyekatia majina wanyama wote akiwa hajaenda hata darasa moja, akachambua mnyama mmoja baada ya mwingine, akaweza kuwagawanyisha, akasema hawa watakuwa wanakula nyama, hawa watakula majani. Ndio ule tunakayemtaka leo ashuke mahali hapa, azungumze na sisi, aseme na sisi, afanye kwenye maisha yetu, tutoke kwenye hayo mashimo. Hata kama mizimu ya kwetu ilisema hatuwezi kutoka, leo hizo kamba zikatike, hatuone tunatembea kwenye nuru ya Jehova, watuone tunatembea kwenye mkono wa Bwana, si mwanadamu. Hata kama hiyo mikono yako imeshiriki. Na bahati mbaya nimekuambia, si haya makanisa mengine yana madhabahu za watu. Si umepeleka sadaka huko? Si umepeleka sadaka huko? Sasa kuna baraka huko? Unafika kabisa unafanya na hivi, afu unaweka. Kuzimu inasema asante, imepokea. Wewe inakuwaje unapeleka sadaka madhabahuni afu uwezi kuomba devota? Yaani ukianza kuomba eti kiu imeisha na umepeleka sadaka. Kweli? Hivi inawezekana kweli wapendwa? Inawezekana kweli? Unajua sadaka ni machozi, ni maumivu.
Sasa inakuwaje tunapeleka alafu mtu unatoka mkavu, hauna hata machozi? Hivi utakuwa na shida kweli wewe mpendwa? Hiyo si mchango umepeleka huo. Bwana asifiwe. Tunamtaka Mungu yeye ashughulike na hizo madhabahu. Najua kuna mtu ameolewa, yuko mama mmoja ambaye yuko kwa wakwe wamesema hawezi kuzaa na yuko mahali hapa. Wacha Mungu waingilie kati, aseme hiyo rufaa ninakataa. Umepita hospitali zote wamesema na mimi nawapenda madaktari, wana kitu kimoja, wanaweza wakakupima. Kuna sana au Mungu anawatumia neno lao la mwisho, wanakuuliza wewe unasali dini gani? Wanakuambia hebu jaribu na kwenye maombi. Kwenye maombi huwa hatujaribu, tunakuja kwa ujasiri mkubwa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na acha Bwana aingilie kati leo. Kama kwenu wazee wote waliondoka, tumwambie Mungu imetosha. Hiyo madhabahu iliyokunywa hizo damu inatosha, inatosha. Hiyo mitambiko waliotambika inatosha. Sisi tuliobaki hatutakufa tena, tutakuwa wazee, tutavuka miaka 70, tutakwenda miaka 80. Hatukubali, kwa sababu inawezekana huko hapa ukiangalia baba mkubwa amekufa, baba mdogo amekufa, shangazi amekufa. Hata ukiingia kwenye maombi una jambo lako, wakati mwingine ungetamani kumwambia mzazi, huoni mzazi wa kumwambia, unabaki na machozi, unabaki unalia, unamwambia Mungu, ona kwetu hakuna wazee, ona wazee wenye busara wameondoka, madhabahu zimewatafuna, mizimu imewaua, imewaondoa. Hili jambo langu nitamwambia nani? Acha tumwambie Bwana leo, yeye aingilie kati, atengue kila mikataba iliyoingiwa tukiwa tumezaliwa, tukiwa bado hatujazaliwa. Simama juu. Wangapi wako tayari leo kutoka? Wangapi leo wako tayari kutoka? Wangapi wako tayari leo kutoka? Nauliza tena, wangapi wako tayari kutoka? Unajua hata kama hutaki kutoka, Mungu atakutoa kwa lazima. Mungu atakutoa kwa lazima. Yaani hata kama umekata tamaa, hutaki kubeba mimba, Mungu atalazimisha ubebe. Kama ni cheo amekuzuia, walitamka maneno na wewe hutaki, mbingu itashughulika. Unanielewa? Unanielewa? Nyosha mikono yako juu. Hatuingii kupambana kabla mioyo yetu haijawa safi. Hatuingii kupambana kabla mioyo yetu haijawa safi. Tunaingia kupigana baada ya mioyo yetu kuwa nini? Kuwa nini? Kuwa nini? Sema Bwana Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo, tunakuja kwako, sisi watoto wako wenye dhambi, tuliyekukosea sana. Tunaomba uturehemu, tunaomba ututakase, ili tunavyoingia kwenye haya maombi ututoe huko kwenye hizo madhabahu, kwenye hizo shida, kwenye hiyo miungu. Yesu, ninaomba rehema na toba, ninaomba rehema na toba kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Eneo lolote lilalo nisababisha nisikutane na wewe, saa hii ninaomba utakaso, ninaomba utakaso, ninaomba utakaso. Leo Yesu, ninahitaji kukushukuru kwa namna ya tofauti. Ninahitaji kukushukuru kwa namna ya tofauti, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Yesu, unasema
na tukikaribie kiti cha neema na rehema ili tupate kutakaswa. Ninaomba utakaso, ninaomba utakaso. Unasema Yesu kwenye Matendo 3:19 ya kwamba tubuni mkarejee, tubuni mkarejee ili dhambi zenu zipate kutakaswa, zipate kuja nyakati za kuburudishwa. Hizo nyakati ndiyo sasa, ndiyo sasa. Hayo majira ndiyo sasa. Bwana, ninaomba rehema, ninaomba toba. Endelea na toba. Mwambie Bwana nitakase, Bwana nitakase. Ingia kwenye toba. Mwambie Bwana nitakase, Bwana nitakase, Bwana nitakase, Bwana nitakase. Mwambie Bwana akutakase, Bwana akutakase. Inawezekana ulipeleka sadaka zako kwenye nyumba za miungu. Inawezekana ulipeleka sadaka zako kwenye nyumba za miungu. Mwambie Bwana nitakase, Bwana nitakase, Bwana nitakase, Bwana nitakase, Bwana nitakase, Bwana nitakase. Endelea. Kuna watu naona ni kama vinywa vimeshakamatwa. Tayari vinywa vimeshakamatwa. Hawaruhusu utamke. Unaona huo mdomo umezibwa kabisa. Fungua huo mdomo. Mwambie Bwana nitakase, Bwana nitakase, Bwana nitakase, Bwana nitakase, Bwana nitakase, Bwana nitakase, Bwana nitakase. Nitakase Bwana, 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 nitakase. Hiyo mizimu inayonizuia isitamke neno la ushindi, neno la ushindi, neno la ushindi, ninaita radi ya moto, 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 ninaita radi ya moto. Ita hiyo radi ya moto. Ita. Upige hizo madhabahu za kwenu. Ita. Ita hiyo radi ya moto. 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 Radi ya moto. Rabashatazaka, ribashatazaka, roboshatazaba. Nisikilize, ukiwa umefunika macho yako, umeinua mkono wako wa kulia juu. Upo hapa, umetafuta mtoto, umefika mahali umesema haya mambo sitaki kuyazungumzia. Njoo hapa mbele. Kinywa utamke, fungua kinywa utamke. Hicho ulichozuia, hao makuhani uliozuia, 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 hao makuhani uliozuia. Fire, 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 fire. Sikia, ili tumbo mlilozuia, tunataka anapofunguliwa huyu na wengine wote wapokee. Yes. 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 Kuzimu, sikia. Sikia. Nini umezuia? Yes. Yes. Tunatuma moto huko Makete. Tunatuma moto huko Makete. Tunatuma moto. Tunatuma moto. Waka 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 moto.
Njoo mama mmoja hapa. Njoo mama mmoja. Njoo hapa. Weka mkono hapo, bado hii. Mizimu sikia. Mizimu sikia, tunamdai na ubora wake. Uko Makete waliposhikilia na wengine wote, tunaachilia hiyo nguvu, tunaachilia hiyo nguvu, tunaachilia hiyo nguvu, tunaachilia hiyo nguvu, tunaachilia, 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 tunaachilia. Achieni hii nafsi. Aya, achia hii nafsi. Achia hii nafsi. Hiyo miungu, huyo mwanamke aliyefunga, hili tumbo, achia, 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 achia. Kwa damu ya Yesu, 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 kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Yes. 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 Mungu, zibadilishe hiyo damu sahi. Zibadilishe hiyo damu. Haya, 1, 2, 3. Pita Yesu. Pita na damu yako. Pita na damu yako. Haya. 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 Nguvu za Mungu. 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 Pigwa. Hiyo inashuka. 1, 2, 3. Pigwa. 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 Hicho kitofu, hicho kitofu, hicho kitofu mlichochukua, 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 mlichochukua. Moto, 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 moto. Achia, achia. Fire, 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 fire. Yes. 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 Asaka rebo setezeke riba shadaraba robo satazaka riba shatazaba robo satazaba rika shata sebo tayaba riko sete. Yes. 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 Sadaka yake inene. Sadaka yake kwa damu ya Yesu. Yes. 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 Bwana, mkumbuke binti huyo. Mkumbuke. 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 Mkumbuke kwa jina la Yesu. Tuseme wote Yesu. Tuseme wote Yesu. Bado tuko mbele yako. Bado tuko mbele zako. Tunakuhitaji sana. Tunakuhitaji sana. Vifungo vyovyote. Vifungo vyovyote vya kifamilia, vya kifamilia, vya ndoa, vifungo vyovyote, vifungo vyovyote, vifungo vyovyote, vifungo vyovyote, vifungo vyovyote, tulivyofungwa, tulivyofungwa, tulivyofungwa kwenye maisha yetu, kwenye maisha yetu, kwenye maisha yetu, leo
vifunguke, vifunguke kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Naita moto, naita moto, naita moto, naita moto, naita moto. Yesu Kristo wa Nazareti, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. E Bwana wa majeshi, nguvu zako na neema yako ipite, ipite. Yes. Sema Yesu, Yesu, tuko mbele yako. Ziko madhabahu zinatutesa, ziko madhabahu zinatuumiza, ziko madhabahu zinatuangamiza. Tunaomba Yesu, siku ya leo ututetee, utupiganie, utusaidie kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, acha ipite, acha ipite, acha ipite, acha ipite. Hiyo damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu, endelea kuita tu. Hiyo damu ya Yesu, endelea kuita. Hiyo damu ya Yesu, endelea kuita. Hiyo damu ya Yesu, endelea kuita. Chochea, chochea, chochea. Ita damu ya Yesu, ita damu ya Yesu, ita damu ya Yesu, ita damu ya Yesu. Kuna kitu kinatokea, kuna kitu kinatokea. Ita damu ya Yesu, ni saa ya kuita damu ya Yesu, damu ya Yesu mpaka kule nyuma. Ita damu ya Yesu, ita tu damu ya Yesu, ita damu ya Yesu, ita damu ya Yesu, ita damu ya Yesu. Ibatilishe, 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 ibatilishe. Ita, 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 ita damu ya Yesu, ita damu ya Yesu, ita damu ya Yesu, ita hiyo damu, ita hiyo damu, ita hiyo damu. Yesu ni moto, Yesu ni moto. Anapita, 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 anapita. Ita damu ya Yesu, ita damu ya Yesu. Kama ulivyoshuka siku ya Pentekoste, kama ulivyoshuka siku ya Pentekoste, kama ulivyoshuka siku ya Pentekoste, jiandae tu kupokea hiyo nguvu ya kuanza kunena kwa lugha sahihi. Kuna nguvu inashuka. Rabashata zaka riko shetezebe rabobobo setezeke ribashata. Acha Roho Mtakatifu akujaze, acha akujaze, acha akujaze, acha akujaze. Ribashata zaba rabo shetezeke rika ramasata zibatayaba. Roho Mtakatifu wajaze, 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 wajaze kwa ajili ya kanisa, wajaze kwa ajili ya kanisa. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu. Rabashata zakataya ribashata zabo rekeshete zibotayaba rekoshata zabataya rimandarabashete zobotayaba rikashata. Wambie tu asante. Ukiweza kupiga magoti, piga magoti, Roho atakapokuongoza. Lakini mshukuru Bwana, mwambie asante. Kwenye shukurani Bwana anafuchuka. Rabo shata zaka. Endelea, endelea kumshukuru Bwana, endelea kumshukuru Bwana, endelea kumshukuru, endelea, endelea, endelea. Sijawasikia watu wanaomshukuru Mungu hapa kwa matendo yake makuu. Sijawaona bado, bado sijawaona, bado sijawaona, bado sijawaona watu wanaomshukuru Mungu, watu wanaomshukuru Mungu. Bado sijawaona, bado sijawaona. Raboshetezeke rabashata zakataya rikoshetezebe. Baba tunakushukuru, Baba tunakushukuru, Baba tunakushukuru, Baba tunakushukuru,
Baba tunakushukuru, Baba tunakushukuru, Baba tunakushukuru. Mshukuru Bwana. Baba tunakushukuru, Baba tunakushukuru. Hayupo Mungu mwingine, hayupo Mungu mwingine, hayupo Mungu mwingine. Wewe unastahili Bwana, wewe unastahili Bwana, wewe unastahili Bwana, wewe unastahili Bwana. Maana imekuwa, maana imekuwa, maana imekuwa, maana imekuwa. Unastahili Bwana, unastahili Bwana, unastahili Bwana. Maana imekuwa, maana imekuwa, maana imekuwa. Unastahili Bwana, unastahili Bwana, unastahili Bwana, unastahili Bwana. Maana imekuwa, maana imekuwa, maana imekuwa, maana imekuwa. Wewe Bwana unastahili, wewe Bwana unastahili, wewe Bwana unastahili. Imekuwa Bwana, imekuwa Bwana, imekuwa Bwana. Baba asante, Baba asante Bwana. Hata ule ugonjwa kule nyumbani anapona yule baba, anapona yule baba, anapona. Asante Yesu, Baba asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante. Nyosha mikono yako, funika macho yako, tulia. Tulia tu. Bwana Yesu, asante Yesu, asante. Asante Roho Mtakatifu, 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 asante Roho Mtakatifu. Bwana, tazama mioyo yao ilivyo na shukurani. Tazama mioyo yao, tazama mioyo yao, tazama mioyo yao, tazama mioyo yao Yesu. Sikia, kuna wengi mko hapa mnasumbuliwa sana na wachawi. Nyosha tu mkono wako, sema kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kila mchawi aliyeniloga, kila mchawi aliyenitendea mabaya, kila mchawi aliyefanya mabaya, saa hii nikiwa madhabahuni ninaachilia radi ya moto, acha iende mpaka kwake, ikapige, 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 ikapige. Mtu yoyote, mtu yoyote, mtu yoyote aliyechukua nyayo zangu, aliyechukua nyayo zangu akazizika makaburini, akazizika makaburini, ninaita radi ya moto, radi ya moto, radi ya moto kwenye nyayo zangu, kwenye nyayo zangu, kwenye nyayo zangu, radi ya moto, radi ya moto, radi ya moto, radi ya moto, ipite, 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 itikise, itikise miguu yangu, itikise, itikise miguu yangu, itikise, itikise, itikise miguu yangu. E nyota yangu, e nyota yangu, mahali popote ulipofichwa, ulipofichwa ili nisifanikiwe, ninaita damu ya Yesu kwenye mikono yangu, kwenye mikono yangu. Ita hiyo damu, ita damu, ita hiyo damu. Onyesha ishara, 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 onyesha ishara. Moto unapita kwenye hiyo mikono, onyesha ishara, onyesha ishara, onyesha ishara, onyesha ishara. Ita damu ya Yesu, ita damu ya Yesu, ita damu ya Yesu kwa mikono yako, ita damu ya Yesu, ita damu ya Yesu, ita damu ya Yesu, ita damu ya Yesu. Kuna moto unapita, kuna moto unapita kwenye hiyo mikono. Ita tu damu ya Yesu, ite, 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 ite.
Kando rabashite. Yes. Kando rabashata. Zibatayaba. Rekeshata zabataya. Rimashata. Robo shata zakataya. Rabo shete zeke. Hiyo mikono acha iwake moto. 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 Acha itikiswe. Hiyo mikono acha itikiswe. 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 Hiyo mikono acha itikiswe. Tunakushukuru kwa ajili ya wema na ukuu wako. Tunakushukuru kwa ajili ya utakatifu wako. Lihimidiwe jina lako na litukuzwe jina lako. Yesu, tunakurudishia sifa na utukufu. Asante kwa sababu matumbo yaliyokuwa hayabebi mimba sasa yanakwenda kubeba mimba, na imeshakuwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante kwa sababu kila wenye magonjwa ya presha ya sukari yamekwisha kuondoka kwa jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu hata waliozaliwa leo umekwisha kuwakomboa na sasa wako hai kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante kwa sababu uliowadhamiria wakutumikie sasa wanaanza utumishi wako kwa jina la Yesu Kristo. Bwana, kafanye kicheko kwa watoto wako. Kafanye kicheko kwa watoto wako. Tengeneza ushuhuda kwa watoto wako. Tengeneza ushuhuda kwa watoto wako. Kwa jina la Yesu, ninaachilia hiyo neema ya kutembea kwa ushindi. Ninaachilia hiyo neema ya kupata kicheko. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Rudi kakae taratibu. Mzee mwisho njoo hapa bana. Amen. Mshike jirani yako mkono, muangalie kama yuko salama. Kama amepotea, inabidi ukamtafute. Jirani yako yupo? Jirani yako yupo? Jirani yako yupo? Bwana asifiwe sana. Nimemuita huyu mzee hapa. Si mnamfahamu Si mnamjua? Mimi na yeye hatufahamiani sana. Semina, mnakumbuka? Wala alikuwa hajaongea na mchungaji. Mnamkumbuka vizuri? Alisimama hapo akasema njoo tu semina. Na mimi nikatii nikaja. Hebu aeleze kanisa. Mavuno mmepata shilingi ngapi? Na mlitarajia kupata shilingi ngapi? Ili huyu jamaa pia apeleke taarifa diocese. Alafu muone kanisa lenyewe, alafu tutoe max lilikuwa linastahili kutoa hivyo au ni Bwana. Karibu bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwenye swala la mavuno, baraza la wazee liliweka makisio ya kukusanya shilingi milioni 15. Kitua usikilize kabisa, milioni 15. Milioni 15 ndo kiwango ambacho sisi baraza la wazee tulikabidhi ile kamati ilikuwa imeteuliwa kwa ajili ya mavuno kwamba wafanye uhamasisho kwa waumini ili ipatikane milioni 15. Lakini kama nitakosea kidogo, bahati nzuri pia na mtunza hazina yetu yupo. Lakini mpaka tunafikia kilele cha mavuno tulikuwa na ahadi pamoja na keshi, jumla ilikuwa ni milioni 24. Bwana asifiwe. Unajua kuna watu wa Lukobe hapa, kuna watu wa Ebeneza wako hapa. Labda hawajasikia vizuri. Milioni 2.4 au hebu wafafanulie vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Labda niseme kwa ufupi hivi. Makisio ilikuwa ni milioni 15. Mpaka tunafika wiki la mwisho la Disemba ambalo tulikuwa tumekubaliana, tulikuwa na ahadi milioni 24, lakini mpaka tarehe 31 mwezi Disemba tulikuwa tumeshakusanya keshi shilingi milioni 22. Kwa hiyo
Kwa ujumla tulikuwa tumevuka malengo kwa milioni 9, lakini mpaka tarehe 31 tulivuka malengo kwa milioni 7. Yaani kwamba cash ilikuwa tumezidi milioni 7. Na ninashukuru pia hata Jumapili iliyopita tumeendelea kukusanya hizo. Kwa hiyo nina imani tutafika ile milioni 24 kama tulivyomwahidi Mungu. Amen. Labda kama kuna marekebisho mzee Malandu, asante. Nafikiri niko sahihi kwenye takwimu, asante. Mzee Malandu na wewe njoo hapa bana. Wewe kwanza ulinikimbia siku ya mwisho. Wale walukobe hebu simameni na Ebeneza hebu simameni. Tunataka wewe mzee simama huku bana. Jamani mmesikia milioni 20 ngapi? Milioni 20 ngapi? Mimi nataka niwatume kwa wachungaji wenu. Mkawaambie kazi ya Mungu haina Mungu akiamua kufanya anafanyaje? Milioni 24 kituo atusaidie kupita kwenye sharika zote, atuambie kama kuna usharika, kuna mtaa. Kwa mtaa hakuna, yani hiyo na declare natangaza, kwa mtaa hakuna uliofika milioni 20 ngapi? Kama huo mtaa upo, niko tayari kukatwa mguu wangu. Bwana asifiwe sana. Mzee, nilikwambia utafute bahasha wakati niko semina, siku ya kwanza mpaka ya mwisho. Waambie hawa waumini kwenye semina tulikusanya shilingi ngapi na zilienda wapi. Bwana Yesu asifiwe. Niombe radhi kwamba alinipa jukumu hilo, lakini kweli sikendi kwa dharura safari, na nikamwomba ndugu yangu cheki hiyo aifanye. Nadhani alifanya kwa uaminifu. Cheki hiyo yupo? Alifanya kazi kwa uaminifu kwa niaba yangu. Bwana Yesu asifiwe. Ila nakumbuka kama sijasahau, sio chini ya 700,000. Kwa sababu sikumbuki vizuri, lakini kuna takwimu za seminar, sio chini ya shilingi 700,000. Bwana Yesu asifiwe. Mmesikia hiyo pia Sio chini ya 100,000. Na kuku niliondoka naye nilikula. Na yule mama aliyetoa kuku nimeambiwa leo ni muombee na nimeshamuombea. Mama, si una amani Hebu punga mkono wa kuone bana, inawezekana na kavo waona. Hafu nyie ni wa kawaida tu. Hata asione hata waliovaa suti kama mimi. Ukiacha ya bwana mkubwa hapa ambayo hii amejipanga. Na ukishaona hivi mchungaji lazima mhubiri afike kwake. Ukishaona hivi pigeni basi makofi jamani. Jamani, sinataka niende kwake. Na watumishi 3 hapa. Lazima niende kwa sababu hichi kitambi hakitakiwa kwa kweli. Ni maombi, ni neema hii. Sio kwamba mama anapika sana. Ni neema. Kwa twende tukaendelee kufanyaje? Kula mema namna hii. Mama, tunakuja kwako, tuko 3 na wote ni wanaume. Sijajua kama kuna wengine wataongezeka, kama mzee ataongezeka, lakini nakashitaka kuwaambia ni kitu kimoja. Nimekuja leo kwa sababu ninawapenda. Nimekuja leo kwa sababu mmenishangaza. Kuna mtu nimemwambia Yerusalemu ametoa milioni 24. Amenikatalia. Amesema ni milioni 2.4. Nikamwambia ni Yerusalemu. Akasema wewe unaijua au unaongea tu? Nikamwambia ninaijua. Milioni 20 na ngapi? 22 imeshasoma cash. Sasa mpendwa, hizo bahasha tunatakiwa kumshukuru Mungu au hatutakiwi? Mbona mimi hujanipa ya kwangu sasa? Unaona paka ya kwangu imeisha. Na mimi nipewe ya kwangu, alafu chukua sadaka yako. Chukua sadaka yako. Pata muda wa kusema na hiyo sadaka. Pata muda wa kusema na hiyo sadaka. Unachomoa kale kairisi kale. Unakafanyaje? Unakachomoa. Unakapiga wapi? Unakapiga wapi?
Ukienda kwenye interview uko nako, unakaeka mfukoni, unashikilia, unasema hii interview lazima nishinde. Yesu wa Yerusalemu yuko mfukoni, nimekuja na wewe. Fanya hivyo sasa. Endeni mkakae wapi. Fanya hivyo, alafu pata muda wa kuiombea sadaka yako. Hii ni pamoja na wale waliozaliwa leo, tunazikusanya zote kwa pamoja kwa sababu tumeshaomba wote. Pata muda wa kuisemea. Usitoe sadaka kama unatoa kitu cha kawaida. Pata muda wa kuisemea. Na ukishaona umemaliza unasimama. Ukiona umeshamaliza kuisemea sadaka yako, wewe simama juu. Nasema asante. Nasema asante. Ewe Mungu wangu. Nasema asante. Nasema asante. Nasema asante. Ewe Mungu wangu. Nasema Baba, nasema Yesu, nasema Baba, nasema Yesu, nasema Yesu, nasema Baba, hakuna Baba, hakuna Baba, hakuna ama wewe wangu. Baba, tunakushukuru. Baba, tunakushukuru. Baba, tunakushukuru. Mungu wetu. Baba, tunakushukuru. Baba, tunakushukuru. Baba, tunakushukuru. Ewe Mungu wetu. Nyosha sasa bahasha yako juu. Baba Mungu mtakatifu, wanayo shukrani. Kuna mahali umewavusha. Kuvuka mwaka sio kitu chepesi. Wameona vema waje wa kushukuru. Kufika tarehe 1 ya mwezi wa pili si kitu chepesi. Wameona waje kukushukuru. Basi lile tulilopanda likapata ajali, wengine wakafa, sisi ulitutoa hai. Tumekuja kwako, tunasema tunakushukuru. Kitanda kile tulicholazwa, wengine walilazwa na sasa wameshazikwa, tunakushukuru. Njia ile tuliopita, wengine walipita wakafa, tunakushukuru. Bwana, hatuna maneno mazuri ya kusema mbele yako. Hatuna maneno mazuri ya kusema. Njia ile waliopita wenzetu wakafa, sisi tulipita salama. Njia ile waliopita wana wa Israeli wakavuka bahari ya Shamu, jeshi la Wafilisti lililopita waliangamizwa wote. Sisi ulituvusha salama. Baba,
kwa shukrani hii, 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 kwa shukrani hii. Wacha ikafungue, wacha ikafungue, wacha ikafungue hizo baraka zote zilizozuiwa, hizo baraka zote zilizozuiwa kwa jina la Yesu. Mkono wako na neema yako wacha itubariki kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Amen. 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 Tutapata wimbo wakati nitambua mali yake, hanipotezi, niko kwake, msimuliwe. Hana mwenzake, hana mwenzake, mponya peke, afurahisha, afurahisha moyo kweli. Yeye ni Yesu, yeye ni Yesu, tumtukuze. Nikimwambia mambo yote, anituliza moyo vema. Nikimfanyia kazi zangu, anibariki hapa na juu. Msimuliwe, msimuliwe sifa zake, hana mwenzake, hana mwenzake, ponya pekee, afurahisha moyo kweli. Yeye ni Yesu, yeye ni Yesu, tumtukuze. Nikimjutia nimekosa, anaondoa na mashaka. Yeye hapendi nikishindwa, anipa nguvu za kuendelea. Msimuliwe, msimuliwe sifa zake, hana mwenzake, hana mwenzake, ponya pekee, afurahisha moyo kweli. Yeye ni Yesu, yeye ni Yesu, tumtukuze. Msimuliwe, msimuliwe sifa zake, hana mwenzake, hana mwenzake, ponya pekee, afurahisha moyo kweli. Yeye ni Yesu, yeye ni Yesu, tumtukuze. Msimuliwe, msimuliwe sifa zake, hana mwenzake, hana mwenzake, ponya pekee, afurahisha, afurahisha moyo kweli. Yeye ni Yesu, yeye ni Yesu, tumtukuze. Msimuliwe, msimuliwe sifa zake,
hana mwenzake, hana mwenzake. Ponya peke, afurahisha, afurahisha moyo kweli. Yeye ni Yesu, yeye ni Yesu, tumtukuze. Yote namtolea yeye, inami kwake nimeachana, anasa kwako Yesu, nipoke yote, yote kwa Yesu, yote kwa Yesu, yote kwa Yesu, yote nayo Mwokozi natoa sasa, yote namtolea Yesu, na inami hapa nimeachana, anasa kwako Yesu, nipoke yote, yote kwa yote kwa Yesu, yote kwa yote kwa Yesu, yote kwako Tuombe. Mungu Mwenyezi, Bwana, umetupa fadhili nyingi, kwa hiyo tukuomba upokee matoleo haya na sadaka hizi tulikuleteazo, hizi zilete baraka kwenye maisha na mioyo yetu, kwa ajili yake Yesu Kristo, mpatanishi na mwombezi wetu. Amen. Mwenyezi Mungu Baba wa rehema, umeagiza maombezi yafanyike kwa ajili ya wote. Tukuomba uongoze kanisa lako takatifu ili lidumu na kukua katika umoja na ushuhuda wake ulimwenguni mote. Imani yetu izidi. Tunaombea serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tukimwombea rais, makamu wa rais, waziri mkuu, mawaziri, jaji mkuu na wote wenye mamlaka katika nchi hii, ili uipe neema nchi yetu, ituongoze katika mema yote, na nchi ya Tanzania iendelee kuwa na amani. Nasi tuishi katika amani na kuwa na mafanikio na kubarikiwa katika kazi zetu. Tusipatwe na mabaya yoyote kama ajali, majanga ya moto na madhara yoyote katika maisha yetu. Tunawaombea wote wenye shida mbalimbali, wagonjwa,
walioko katika dayosisi yetu, hospitali ya rufaa ya Morogoro na hospitali zote za wilaya na zahanati zote. Pitisha neema yako na uponyaji wako kwao wote, kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Wasaidie Bwana katika ugonjwa na taabu zote. Utujalie tufurahie ufalme wako mbinguni na wote waliofariki katika Bwana. Utujalie hayo Baba, kwa ajili yake Yesu Kristo, patanishi na mwombezi wetu, ambaye alitufundisha kuomba hivi: Baba yetu tumhimidi Bwana. Pokeeni baraka za Bwana ni nyote mnayemtegemea. Bwana akubariki na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na ukufadhili. Bwana akuinulie uso wake akupe amani. Katika jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. 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 Kwa siku ya leo ni baraka za Mungu kwa kwetu tumeziona. Wapendwa, kama mmefurahi kwa hilo, hebu mnyooshe Mungu, mpigie makofi mengi kabisa. Amina, amina. Basi mbele yetu kuna vitu vichache nafikiri vitanadishwa hapa. Karibuni wale wazee na wale wanadishaji ili mfanye hilo. Mpendwa, sasa unatazama KKKT, Dayosisi ya Morogoro. Usisahau kushare, kulike na kucomment. Mungu akubariki sana.